Mahakama Kuu yampa Tundu Lissu ushindi wa kwanza katika kesi ya uhaini. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Katika hatua muhimu ya kisheria inayotajwa kama ushindi wa awali kwa mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu, Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ndogo Dar es Salaam imetoa uamuzi uliotupilia mbali pingamizi upande wa Jamhuri katika kesi ya uhaini na umkabili mwanasiasa huyo. Uamuzi huo ulitolewa Jumatatu Oktoba tarehe 13 mwaka huu na umetoa mwelekeo mpya katika kesi ambayo imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu na wananchi na wadau wa haki za binadamu ndani na nje ya nchi. Pingamizi hilo liliwasilishwa mwishoni mwa wiki na mawakili wa serikali Ajuaye Nzegeli na Job Mrema, waliodai kuwa Tundu Lissu hakufuata utaratibu wa kisheria alipowasilisha kielelezo cha utetezi kinachojulikana kama D1. Kielelezo hicho ni maelezo ya maandishi ya shahidi wa pili wa upande wa mashtaka, Inspector wa polisi John Kaaya maarufu kama PW2. Kwa mujibu wa upande wa Jamhuri, Lissu alipaswa kuanza kuomba kibali rasmi cha mahakama kabla ya kutumia maelezo hayo kwa ajili ya kumhoji shahidi husika. Hata hivyo, jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Danstan Ndunguru lililokuwa likisikiliza kesi hiyo lilikataa hoja hizo na kueleza kuwa Lissu alifuata kikamilifu taratibu za kisheria zinazohitajika. Mahakama ilibainisha kuwa kwa mujibu wa kanuni za ushahidi, mshtakiwa anapokusudiwa kutumia maelezo ya shahidi kwa lengo la kufanya maswali ya dodoso ama cross examination, anatakiwa kupitia hatua tatu za msingi. Kwanza, kusoma maelezo ya awali ya shahidi; pili, kubainisha maeneo yenye tofauti au kasoro; na tatu, kutoa ridhaa rasmi kwa kielelezo hicho kupokelewa mahakamani. Majaji walifafanua kuwa Lissu alitaja jumla ya maneno 45 yenye kasoro katika maelezo ya PW2, hatua ambayo ilithibitisha kuwa amefufua ama amefuata masharti yote ya kisheria. Kwa msingi huo, Mahakama Kuu ilitupilia mbali pingamizi la Jamhuri na kuruhusu kielelezo cha D1 kupokelewa rasmi katika ama kama sehemu ya ushahidi kwa utetezi. Uamuzi huu umeelezwa na wachambuzi wa sheria kama hatua muhimu katika kulinda haki za mshtakiwa kujitetea kwa mujibu wa sheria. Wataalamu wanasema hatua hii inaonyesha uimara wa mahakama katika kuhakikisha mchakato wa haki unazingatiwa bila upendeleo, hasa katika kesi zenye uzito wa kisiasa. Kesi ya uhaini na umkabili Lissu imekuwa gumzo kubwa nchini kutokana na nafasi yake ya kisiasa na historia yake kama mmoja wa wapinzani wakuu wa serikali. Wachambuzi wanasema ushindi huu wa awali unaweza kubadilisha mwelekeo wa ushahidi na mwenendo mzima wa kesi, hasa kwa kuzingatia kwamba ushahidi wa maandishi wa shahidi wa upande wa Jamhuri sasa utakuwa sehemu rasmi ya rekodi ya mahakama. Na kwa upande mwingine, uamuzi umeibua hisia miongoni mwa wananchi, hasa wale wanaotazama kesi hii kama kipimo cha uhuru wa mahakama na haki za kisiasa nchini Tanzania. Wengi wameeleza matumaini kwamba mahakama itaendelea kusimamia kanuni za haki bila kuyumbishwa na shinikizo za nje au za kisiasa. Baada ya uamuzi huu, mahakama ilieleza kuwa kesi hii itaendelea kwa Tundu Lissu kuendelea kumhoji shahidi wa pili kupitia maswali ya kina ya dodoso. Hatua hiyo inatarajiwa kufafanua zaidi mambo ya msingi yanayohusiana na tuhuma za uhaini zinazomkabili. Kwa sasa macho yote yako kwa Mahakama Kuu ya Tanzania, huku wananchi, wanaharakati na wachambuzi wa masuala ya sheria wakisubiri kwa hamu hatua zitakazofuata katika kesi hii ya kihistoria. Endelea kufuatilia Kenyascope kwa taarifa kamili, uchambuzi wa kina na mwelekeo wa kesi ya Tundu Lissu, kesi ambayo huenda ikaandika sura mpya katika historia ya haki na siasa za Tanzania.